Wamesema ni siku 3 ndio barabara imechongwa mvua ikaanza. Kwa nini useme uongo? Hii barabara ina miezi 2 imechongwa. Mimi nataka nimwambie huyu mama aache uongo. Uongo sitaki. Ongea kama mwanamke na umezaa. Watoto wanaingia kwenye korongo wanakunywa maji. Jana tumeokoa watoto 2 wamekunywa maji. Na ripoti kutoka hapa mkoani Arusha, langu jina ni Baraka Lucas. Wananchi wa mtaa wa Dokati kata ya Mureti jijini Arusha wameonyesha kutoridhishwa na maelezo yaliyotolewa na kiongozi wa wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA mkoa wa Arusha Vicky Chisoma kuhusu hali ya barabara inayoelekea mtaa wa Nadosuito. Akizungumza mbele ya kaimu katibu tawala wilaya ya Arusha David Malaki na wananchi wa mtaa huo, Chisoma ameeleza kuwa matengenezo ya barabara hiyo bado yanaendelea na tayari mkandarasi anayefanyia kazi yupo kazini, lakini changamoto ya mvua imekwamisha maendeleo ya ukarabati huo. Hata hivyo, wananchi wa eneo hilo hawakuridhika na maelezo hayo, wakimuita kiongozi huyo muongo na kumtaka atoe ukweli kuhusu barabara hiyo ambayo kwa sasa imekuwa kero kubwa kwao, hasa katika kipindi hiki cha mvua. Mmoja wa wakazi wa eneo hilo, Amina Simba, alioji walisio madai ya TARURA na kusema kuwa barabara hiyo ilianza kuchongwa tangu Januari mwaka huu, lakini ikaachwa katika hali mbaya, jambo ambalo limezidisha mateso kwa wakazi wa mtaa huo. Wananchi wameitaka TARURA kuhakikisha barabara hiyo inakarabatiwa haraka ili kurahisisha usafiri na kuondoa adha wanaoipata hususan katika msimu huu wa mvua. Vicky Chisoma, niko TARURA. Na hii barabara ina mkandarasi anaitwa BCI Holdings. Alichonga kama tulivyoona wote, alichonga barabara yote siku 3-4 zilizopita. Na tulikuja na mheshimiwa diwani na wenye viti. Tukachagua, maana barabara tuna kifusi cha kuweka kilomita 3 na barabara ina kilomita karibu 9. Kwa hiyo tukakubaliana, tukachagua na eneo la kuweka. Sasa wakati ndo ana mobilize mitambo kupeleka mlimani na kutafuta magari aje kumwaga changarawe, ndo mvua zikaanza. Ndio maana tumekuja na changarawe, zinakuja kama tripu 5, sio moja mnayoiona. Itamwaga kwanza sehemu korofi, hata yeye anapokuja na magari ili aweze kupita, maana kifusi anaanzia kule chini sokoni akiwa anapanda juu. Kwa hiyo tumekuja na hicho kifusi na yeye pia arekebishe mahali atakapopita na magari makubwa ya changarawe. Kwa kifupi ni hivyo. Naomba niulize swali. Sawa. Naomba niulize swali. Namuuliza swali moja tu. Naomba swali moja tu. Kwa majina naitwa Amina Simba. Barabara imeanza kuchongwa mwezi wa kwanza. Huyu dada akisema barabara imechongwa sijui siku 3, aache uongo, na afu ni mwanamke mwenzangu na umezaa shogangu. Uongo sitaki. Ongea kama mwanamke na umezaa. Watoto wanaingia kwenye korongo wanakunywa maji. Jana tumeokoa watoto 2 wamekunywa maji. Ukiwa kama mama, nafikiri unafurahia kwa sababu umepokea hela. Na hiyo hela ni ya serikali. Ukiona nyekundu isiwe tamu, kazi ufanye. Na nisikia? Na kama hujapewa hela serikali sema tuandamane. Tunajua malipo kuchukua hiyo hela. Uongo tutaki, unasikia tutaki. Tunaumia sisi wananchi. Mimi ni mfanyabiashara, nilikuwa nafanya biashara chini ya mti mjini. Nimevunja chupa zangu kubwa zile 6. Diwani Mbisa na taarifa, sina kazi mpaka dakika hii, naishi mtaani kama mbwa. Alafu nasikia raha wewe kuja kuongea uongo hapa. Mimi ni kwa hasira nilionayo, naweza nikakubeba tukaondoka wote. Ukanionyesha hizo hela mahali umepeleka. Nauliza hizo nataka niulize swali. Tusikilize jamani. Naongea huyu na mama yangu hapa. Sawa. Tukati story. Asante Elisha Zelote. Mkoza na Nadosuito. Mama wa TARURA ameongea swali moja ambayo imeniumiza sana. Mama wamesema ni siku 3 ndio barabara imechongwa mvua ikaanza. Kwa nini useme uongo? Hii barabara ina miezi 2 imechongwa. Hii barabara imechongwa mtaro na zaidi ya miezi 3. Wameweka hiyo vifusi akaja kaondoka kabla ya mvua kuanza. Ama wamekuja mwezi wa kwanza. Wamechonga hii barabara Januari. Tukamwambia kwa nini nafanya ujinga kama hii? Mbona mnatuharibia barabara? Huyo mama akiwa na mwana Fred yule mwenye vitu CCM. Karibu tupigwe pale madukani. Wakaondoka paka wakaenda kurudi na vifusi. Hii grader imekaa zaidi ya wiki 3 pale. Yaani nakaa tu pale, unafanya kazi naondoka. Ila ikaondoka. Leo hii wanatuambia leo hii wanatuambia eti kandarasi anakuja kuuza vifusi. Kwa nini watudanganye? Mvua inaanza lini? Na hii mbona imeanza lini? Kwa nini watudanganye? Hii barabara mheshimiwa ni mwaka wangapi huu? Mwaka wa 5. Wanakuja tena kaangua wanaondoka. Wanatoa si ni wajinga. Sawa, hii barabara tokea 2000 Felix Mrema ndio alikaga Mora mpaka darajani. Hii barabara
2014. Wewe niwaambie 2014 walikuja kuweka barabara. Wanakangua tu wanaondoka. Juzi 2019 wamekangua kaweka vifusi vidogo pale wakaondoka. Leo hii kwa sababu anakaa mjini, hajua za ya huku. Kwa nini atutese? Sema ukweli wako ili tukusamee, au kama useme ukweli uondoke. Basi. Kwa jina anaitwa Filipo Melami Balozi. Mimi nataka nimwambie huyu mama aache uongo kwa sababu kwanza wanatuhamishia matirio yetu. Wameshachota kokoto hapa. Ya kutosha wanapeleka Uswahilini wala tudanganya. Nafikiri mwezi wa pili ilikuwa kwenye kamati ya siasa. Nakumbuka. Tuliuliza swali kama hili. Mbona makandarasi wanaleta magari mabovu au magreda mabovu wanaleta site? Leo inafanya kazi. Kesho haifanyi. Baada ya kuuliza hilo swali kesho wakaja. Wakafanya kazi siku 2-3 wakaondoka. Huyu mama acheni kutudanganya jamani. Wanasema uongo. Watu kama hawa idara ya maji, hawa wanaitwa nani? Tarura, TANESCO, wanatuambia kwanza tuwachaji sisi hapa. Sina shaka kuwaleta hapa eti. Hatuwataki kwa sababu wanatucheza kwa wanasiasa hawa. Kwa nini wanatudanganya? Huko wanakuja kutuibia matiro yetu sasa. Eti tutarizikaje?